Mpendwa mtazamaji, nina furaha sana kukukaribisha katika channel yetu ya Yoshi Testimony TV, channel ambayo inahusu ushuhuda wa Mwokozi wetu Yesu Kristo na ufalme wa Mungu hapa duniani, kuanzia katika mioyo yetu na katika maisha yetu ya kila siku kama maandiko yanavyosema. Somo letu la leo ni kutoka Luka mtakatifu sura ya 19 mstari wa 45 hadi wa 48. Nitasoma. Yoshi TTV, ufalme wa Mungu duniani. Akaingia hekaluni, akaanza kuwatoa wale waliokuwa wakifanya biashara, akiwaambia, imeandikwa, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Naye akawa akifundisha kila siku hekaluni, lakini wakuu wa makuhani na waandishi na wakuu wa watu walikuwa wakitafuta njia ya kumwangamiza, wasione la kutenda, kwa kuwa watu wote walikuwa wakiandamana naye wakimsikiliza. Mpendwa mtazamaji, hapa tunaona jinsi ambavyo hatimaye Yesu aliingia katika hekalu. Baada ya kuingia katika mji ule, akaulilia mji akitoa machozi, lakini sasa ameingia katika hekalu. Na ikumbukwe mpendwa mtazamaji kwamba hekalu lilikuwa ni sehemu moja tu ambalo lilikuwepo pale Yerusalemu. Hapo ndipo dhabihu mbalimbali zilipofanyika. Sehemu zingine kulikuwepo masinagogi, nyumba ambazo zilikuwa ni za kujifunzia na kukumbushana maandiko na mambo mbalimbali ya kiimani au ya kidini au ya kisheria. Kwa hiyo hekalu ni mahali ambapo palikuwa ni maalum sana. Yesu alipoingia, anasema akakuta biashara inafanyika pale. Akakuta nyumba ile inafanyika vitu vingi tu ambavyo sivyo vilivyokusudiwa mwanzo. Kwa hiyo anaingia hekaluni na akawafukuza wenye biashara humo. Na Yesu anasema, imeandikwa, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Hapa mpendwa mtazamaji, unaona lugha ambayo Yesu anaitumia. Anadhihirisha ya kwamba yeye ni nani. Yeye ni Masihi. Anasema nyumba yangu. Hakuna aliyethubutu kumuuliza kwa nini unasema nyumba yako, kwa sababu uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu zilionyesha kwamba huyu si mtu wa kawaida, na alikuwa na wivu wa nyumba ya baba yake au nyumba yake. Anasema imeandikwa itakuwa nyumba ya sala. Yesu anarudisha ibada ya kweli, anarudisha utakatifu, anarudisha lile kusudi halisi la nyumba ya ibada ya Mungu. Mpendwa mtazamaji, mahali pengine katika Biblia panasema kwamba mioyo yetu ni hekalu. Ndani ya mioyo yetu ndimo ambamo ibada ya kweli inafanyika. Kwa hiyo pamoja na kuangalia hekalu lile la Yerusalemu, mpendwa mtazamaji, tunaweza tukaangalia hekalu
ambalo ni sisi wenyewe, mioyo yetu, ambamo humo ndimo ambamo Mungu amekusudia ibada ya kweli ipate kufanyika. Anataka kubadilisha ili kuondoa biashara ambazo zinafanyika katika mioyo, biashara ambazo zinafanyika katika hekalu. Walikuwa na sababu mbalimbali ambazo huenda wao walihalalisha kufanyika kwa biashara, kwa sababu wengine walisema kwa sababu watu wanatoka mbali sana, hawezi kuleta kondoo, hawezi kuleta njiwa kwa ajili ya dhabihu, kwa ni bora tuwauze hapa hapa ili iwe ni rahisi. Na wengine waliona watu wanatoka mbali, nchi za mbali, kwa hiyo tuweze kubadilisha fedha ili wanapokuja na hela za kwao tuweze kubadilisha ili wapate hela zinazotakiwa hapa, kwa sababu kulikuwa na malipo mbalimbali, hata malipo ya hekalu. Kwa hiyo walihalalisha, waliona kwamba hivyo vitu vyote vinasaidia, na kwa hiyo mioyo yao ikawa tena wanaona hicho ni kitu tu halali. Lakini Yesu anaonyesha hapa kwamba anataka hekalu lirudi katika kusudi lake. Jambo lingine ambalo Yesu alilifanya alipoingia katika hekalu ni kwamba akawa akifundisha kila siku hekaluni. Kumbuka, Yesu hakuwa miongoni mwa wakuu wa makuhani, hakuwa miongoni mwa waandishi, hakuwa miongoni mwa wakuu wa watu, lakini utiisho wa Mungu ulimdhihirisha Yesu kwamba huyu ni Masihi, na akawa anafundisha kila siku. Kumbuka mpendwa mtazamaji kwamba Yesu alianza kufundisha na kuhubiri kuanzia pale alipobatizwa kule, na baadaye akaenda akafanya kazi mbalimbali Galilaya, akipanda milima, mabonde, akihubiri mijini na vijijini, akifundisha barabarani, akifundisha katika karamu za watu, akifundisha majumbani. Yesu alikuwa anafundisha kote huko na katika masinagogi. Lakini wakati huu Yesu anasema, neno la Mungu linasema Yesu alifundisha kila siku. Tangu alipoingia pale Yerusalemu alizungumza. Kulikuwa na kipindi ambacho watu walikuja na wengi walitaka waje ili washindane naye, wakataka kumtegea kwa maneno, kwa maswali mbalimbali, lakini Yesu aliwajibu yote, na hakuna mtu ambaye aliweza kumshinda kwa sababu aliweza kuwa na majibu yote ya kumjibu kila mtu ambaye alikuwa na hoja ya kumuuliza. Lakini pia neno la Mungu hapa linasema kwamba wakajaribu kufanya mbinu zingine ili wamtegee, wapate namna ya kumshtaki, wapate namna ya kumshambulia, wapate namna ya kuweza kumuua, lakini hawakuweza kupata hiyo hoja. Pendwa mtazamaji, tukumbuke kwamba Yesu hakuuawa kwa sababu alionekana kuwa na makosa, wala hakuuawa kwa sababu walimshinda nguvu, lakini yeye aliutoa uhai wake, kwa sababu Biblia inasema kwamba alikuja kutoka juu, alikuja ili autoe uhai wake. Anasema kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Lakini sehemu nyingine anasema kwamba alikuja ili autoe uhai wake, ili apate kukitafuta na kukiokoa kile kilichopotea, ili apate kufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Kwa Yesu aliutoa uhai wake yeye mwenyewe. Kwa hiyo hapa anasema kwamba katika mstari wa 48, wasione la kutenda kwa kuwa watu wote walikuwa wakiandamana naye wakimsikiliza. Yesu Kristo ameonyesha
amedhihirisha uwezo wake. Kichwa cha somo hili ni kwamba Yesu anasema nyumba yangu ni nyumba ya maombi. Yesu Kristo anataka mioyo yetu iwe mioyo ya kutafakari ukuu wa Mungu. Pawe mahali ambapo ibada safi inatendeka ndani ya mioyo yetu. Na Yesu anatualika, mpendwa mtazamaji wangu, anataka tutengeneze mioyo yetu. Tuache ibada za uongo. Tuache mambo ya kujiridhisha. Tuache mambo ya kidini tu, lakini anataka ndani ya mioyo yetu ifanyike ibada ya kweli. Na hata katika makanisa na maeneo mbalimbali ya ibada, Yesu bado anataka ibada za kweli ziweze kufanyika. Watu wanapoenda kwa ajili ya kumwabudu Mungu, wamwabudu Mungu. Wasiende kwa ajili ya mambo mengine ya kijamii, wasiende kwa ajili ya biashara, wasiende kwa ajili ya kujifurahisha, wasiende kwa ajili ya mambo tu ya kukaa na kuwa na mikutano ya kijamii. Yesu anataka mahali pote ambapo pamekusudiwa kuwa na ibada ya kweli ifanyike. Lakini ibada iliyo kubwa ni ile ambayo inafanyika ndani ya mioyo. Kwa Yesu anakualika mpendwa mtazamaji wangu, ananialika mimi, anatualika sote tuweze kumruhusu ili atengeneze mioyo yetu, ili iweze kuwa na ibada yenye kibali machoni pake. Anasema nyumba yangu itakuwa nyumba ya maombi. Yesu anatakasa. Ukimruhusu Yesu, anautakasa moyo wako, anaondoa uchafu, anaondoa, na akishatakasa ndani mwako inafanyika nyumba ya ibada, na neno la Mungu linasomwa na mafundisho ya kweli kila siku. Unamsikia Yesu akikufundisha kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ruhusu moyo wako Yesu autakase, ausafishe, na pia ruhusu moyo wako iwe mahali ambapo neno la Mungu linasomwa ili ibada ya kweli iweze kufanyika. Mpendwa mtazamaji, na kualika tena, na kualika kwa Yesu, na kualika kwa Mwokozi, na kualika umruhusu Yesu autakase moyo wako, akusafishe na aruhusu ibada ya kweli katika moyo wako. Ninapoomba sala hii, mpendwa mtazamaji, kama hujawahi kuomba sala ya kumruhusu Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ninakualika leo. Mwambie Yesu, njoo ndani ya moyo wangu. Nitakase Bwana, nifanye kuwa kiumbe kipya. Nisafishe Bwana, nifanye kuwa na ibada yenye maana, yenye kibali machoni pako. Lakini pia mwambie Yesu, Bwana Yesu, neno lako liwe na nguvu katika maisha yangu. Nilipende neno lako, nikusikilize wewe, kwa sababu wewe ndiwe neno. Wewe ndiwe uzima. Neno lako ndio uzima. Neno lako ndio baraka. Basi nitaomba, mpendwa mtazamaji, naomba pamoja na mimi. Fuatana nami katika sala hii. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya upendo wako wa ajabu. Wewe ambaye uliacha mbingu juu mbinguni ukaja duniani kwa ajili yangu na kwa ajili ya kila mtu duniani. Ni kwa sababu upendi hata mtu mmoja apotee, bali unataka kila mmoja Bwana aweze kubadilisha maisha yake, aweze kukuruhusu wewe katika moyo wake, ili Bwana wewe upate kutawala. Mfalme wa amani, karibu ndani ya mioyo yetu. Tawala Bwana, tuongoze, tutakase Bwana, ili ndani mwetu tuwe na ibada ya kweli. Ndani mwetu tusiwe pango la wanyang'anyi. Ndani mwetu tusiwe genge la biashara. Ndani mwetu tusiwe kundi la michezo. Lakini Bwana, ndani mwetu kukawe na ibada yenye kibali machoni pako. Asante Bwana Yesu kwa upendo wako. Asante kwa huruma zako. Ninakushukuru katika jina lako takatifu. Amen.